Ya haleluya. Najua mimi si level ya kuonya dini ama kanisa kama vile TAG, na ninajua fika ya kwamba pengine level yangu hata kufundisha ama kuonya tawi la TAG mi si wa level hiyo, kwa kulingana na sifa yangu niliyo nayo duniani na pengine na sifa na vigezo vya kanisa la TAG, kwa sababu wao kuna uinjilisti si wa wilaya, wa mikoa, wa taifa, wa kimataifa, na lazima usomee uinjilisti tu, sio uchungaji, sio uongozi, lazima usomee. Sasa mimi sijasomea uinjilisti wa aina yoyote, sijawahi kusomea uchungaji wa aina yoyote, ni mhubiri tu hivyo. Kwa vyovyote vile huitwa huyu ni chizi tu kama chizi wengine, ni moja ya jina ambalo linaweza likawa sawa na protocol na utaratibu. Lakini najua jambo moja, pamoja na kutokuwa na sifa za kuonya tawi ama mtu yoyote wa TAG kwa neno la Mungu, najua jambo moja, nisemayo, nifanyayo ni kazi ya Mungu na ni neno la Mungu lenye uwezo wa kuzaa na kutokea na kutokeza niliyoyasema, kuliko anayoweza kusema adhaniwayo ana sifa ya kusema. Sasa kuna jambo nataka niongee hapa, ambalo katika hali yoyote, zamani zote ambazo dunia itaishi, maneno haya yataishi. Narudia tena, zamani zote ambazo dunia itaishi, maneno haya yataishi. Kuna watu watasema kuna ndugu ama kuna mchungaji ama kuna mhubiri aliwahi kuzungumza jambo hili kinagaubaga wazi wazi, na nataka niwaambie, nafahamu fika ni wengi wanayo haya moyoni hata ndani ya TAG, lakini kuwa na uwezo wa kuongea kama ninavyoongea nayo ni moja ya uwezo wa kihistoria ambao dunia itanikumbuka nao. Ikumbukwe na ifahamike kwamba wengi wanashindwa kutaja moja kwa moja mtu ama dini fulani kwa sababu ya kipengele pengine cha sheria ambacho maana yake najua sio hiyo. Sheria yoyote najua inakataza mtu kuharibu utu. Lengo la sheria yoyote inakataza mtu kuharibu utu, sio kutengeneza utu. Kutaja dini kwa kusudi la kutengeneza, hakuna sheria inayoweza kukataza. Lakini kwa sababu sasa inatafsirika tofauti, inatafsirika kwa namna ambayo pengine watu hawajui maudhui. Sababu ya kwanza kabisa ya sheria kuwekwa au wanadamu kutakiwa watunge sheria ni nini? Ndipo unajikuta wengi wamedhani, na hata wengine wakitaja dini, huwa lengo inakuwa pengine kuharibu, kushambulia na kujionyesha yeye ni bora, kitu ambacho inaanza kuonekana sheria sasa inambana. Mimi ninachojua, hata ichukuliwe sheria, mbarikiwa umefanya kosa kutaja dini ya TAG ama kutaja mtu, hiyo sheria na huyu atakaye nisomea nitamwambia, ukiniachia nitataja tena mtu, nitataja tena dini, kwa sababu neno la Mungu liko kwa ajili ya kuonya mtu ama umoja au mkusanyiko fulani, kusudi hawa watu
wawe kwenye tija iliyokusudiwa. Lakini naamini hakutakuwa na namna yoyote ya kuonekana nimeharifu ama nimeharibu, iwe kwa TAG ama kwa sheria za nchi, kwa hiki ninachokifanya. Title inasema TAG mmejaribu, ila uamsho hauwezi kutokea, bali hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Narudia tena, title inasema TAG mmejaribu, ila uamsho hauwezi kutokea, bali hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Ninawaonya TAG, pengine ni kwa ustaarabu kidogo kuliko nilivyoonya na kuzungumzia EAGT. Na sio kwamba naweka level ya juu sana kuliko EAGT na wengine ninaweza kuwaonya. Kwa nini nafanya hivyo? Mimi ni sauti ya Mungu duniani, au ni miongoni mwa, sio mimi peke yangu, mimi ni miongoni mwa sauti ya Mungu duniani, ya wanadamu wanaweza kuwa sauti ya Mungu duniani. Niweke lugha hiyo ili sije kadhaniwa na ikawekwa katika ile picha ya kwamba wajifanya wewe uko peke yako duniani, ufanyayo au kusemayo mambo yenye picha ya Mungu. Kwa hiyo ni miongoni, na nitataja baadhi ya watu ambao hata wameonekana kwa thumbnail. Nitataja Mzee Magembe, Askofu Mtokambari, kama muda wangu na utaruhusu. Nitataja baadhi ya wajibu wenu na sifa zenu, taarifa zenu ambazo sisi tulioko nje zingine tumeziona ni chanya sana. Sasa kwa nini nawaonya? Kwa nini nawaonya TAG? Na kwa nini nimetumia ama nimeonya nyie kidogo kwa ustaarabu? Sababu kelele yenu sio kubwa sana kwa mataifa kama ile kelele ya EAGT ya kugombania majengo. Nyewe udhibiti wa majengo kwa utaratibu kenu ni kama kidogo wanaoingia wanakuwa wamejua dhahiri kwamba patakuwa na mbinyo huu ama utaratibu huu kuhusiana na majengo. Kwa hiyo makelele si sana, hata kama mbinyo huo na utaratibu huo, nawaambia wazi kabisa, sio wa kimungu na wala sio njia ya Mungu kulinda kanisa ama kulinda watu wake. Lakini sio huko ambako leo nataka kuongea. Kwa nini nawaonya? Ni kwa sababu naona taa ya Mungu haijazimika bado katikati yenu. Katika Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 3, Biblia inasema, nitatumia zaidi Biblia kuweka mfano ama maonyo haya yatakuwa na mpaka sana ya Biblia. Sitatumia muda mrefu, nitakuja kurudi wakati mwingine Mungu akinipa neema, lakini nitajaribu kwa kila namna nisiende mbali sana. Ninawaonya, narudia, naonya kwa sababu naiona taa ya Mungu haijazimika kabisa au haijazimika bado katikati yenu. Samueli wa kwanza sura 3 mstari wa 1 hadi wa 3. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele za Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Neno la Bwana na neno la mchungaji ni tofauti. Neno la mchungaji halibadili chochote kwenye moyo, kwenye ufahamu na kwenye mwili wa mtu. Neno la Bwana hulituma liponye watu na kuwatoa kwenye maangamizo yao. Watu hupona, watu hutoka kwenye maangamizo na watu huona. Kwa hiyo neno la Bwana, neno la mchungaji, neno la Pentekosti ni vitu viwili tofauti. La Bwana huponya na kutoa watu kwenye maangamizo yao. Haya yaliyopo sasa mengi ni maneno ya dini na maneno ya wachungaji. Kwa hiyo nikasema hata katikati yenu mafunuo ama neno la Mungu ni adimu sana katikati yenu. Utanielewa tu ninakokwenda.
Jikaze, fanya kama unamsikiliza chizi anayekwambia mbele hakuna njia, daraja limebomoka. Fanya kama unamsikiliza chizi. Najua ni chizi, mimi ni level ya chizi kwa vipimo vya dini nyingi, na huenda hata hiyo TAG. Kwa hiyo neno la Mungu katikati yenu ni adimu sana. Ninaongea mimi ni mhubiri, niko mitandaoni, nina mawasiliano na watu wenu, nina mawasiliano na watu wenu sana, na matumaini mengi watu wenu wanayo katika kusikia ninaongea nini, ingawa wako chini yenu. Kwa hiyo anyway, nisiende huko. Sitaki nionyeshe na wadharau, sitaki nionyeshe mimi ni bora sana, bora, naongea kama mtu bora kuliko, no, naongea kama mtu anayetaka kuleta tija na suluhisho. 2 mstari wa 2 sasa. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona. 3, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katikati ya hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Bwana la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli. Nimevuka kidogo, sio mpaka 3. Naye Samueli akasema, mimi hapa. Sasa nataka nirukie mstari wa 11, kwamba Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayesikia masikio yatamwasha. Mungu alipotoa tahadhari yoyote juu ya watu, hakuwa analenga kabisa kuangamiza. Alikuwa analenga watu hawa wajue cha kufanya. Ukumbuke nimesema TAG mumejaribu, lakini uamsho hauwezi kutokea, hali itazidi kuwa mbaya. Ninashuka hapa chini kwanza kusema sababu kadhaa zitakazosababisha uamsho usitokee TAG. Haya ndiyo yanayoweza kuwaepusha na moja ya aibu kubwa na uharibifu mkubwa na majuto makubwa mtakayokuja kuwa nayo siku chache zijazo. Na ifahamike kwamba hapa tulipo, tawaeleza kidogo aidha awamu hii au awamu ijayo, ya kwamba kanisa ama watu wa Mungu ndipo wanaingia kwenye pepeto kubwa na gumu zaidi kuliko wakati wowote dunia iliwahi kuwepo. Sitaki kutatanisha kulingana na tafsiri za wengi wenu, lakini hii sio mada yangu leo. Na ningetamani kila anayejijua ni kanisa ajifahamu yuko wapi, afanye kila liwezekanalo aweze kusimama na kuwa mahali anatakiwa kuwa. Kwa hiyo nataka mfahamu kwamba taa haijazimika bado katikati yenu. Haijazimika kabisa, kwa sababu bii yake mmejaribu. Ni miongoni mwa makanisa mliojaribu kudhibiti fujo katika dini yenu. Ni miongoni mmedhibiti fujo, kwa sababu kipande kikubwa cha fujo na aibu ya kinachoitwa kanisa kimeletwa ama kusababishwa na vijana wa maombezi na wanaoitwa manabii. Yani mlango mkubwa wa kanisa kudharaulika. Sio tu kanisa limekuwa na tabia za duniani, limekuwa halina tofauti na dunia, lakini uvamizi wa vijana walioitwa manabii wenye maombezi ndio ulioleta tafaruku na machafuko ya staili zote, kwa sababu hao vijana licha tu ya spidi kubwa ya kukamua, kutoa hela kwa watu, kutabiri na kuongea vya ajabu vya kiganga vya hovyo, lakini ili wafanikishe malengo yao ndio waliokuja na staili za kila mtu huyu analusu chochote. Lipo kanisa inasema vaa vibaya mzidi kahaba, na ni malaya kuliko masehemu ya dangulo. Ni malaya, na nalo ni la Kipentekosti. Ni malaya kuliko sehemu ya dangulo, nalo ni la Kipentekosti. Wananena na kwa lugha. Kwa hiyo nyie kidogo hata uharibifu wote nitakao nena hapa, lakini kidogo ndio system yenu na utaratibu wenu umedhibiti kidogo fujo. Na nyie wa maombezi wako, na nyie umagharibi mwingi,
lakini kidogo unaweza ukawa unaona huyu ni malaya mstaarabu, huyu uvaaji huu ni malaya mstaarabu, yani ni dhahiri huyu ni malaya lakini mstaarabu. Lakini kuna mahali unaona kwamba huyu ni malaya konkodi, huyu ni malaya konkodi, na hata ukimwona ameshika Biblia unaona kutu kama ni mganga wa kienyeji fulani, lakini ni malaya konkodi, lakini ni Pentecost. Sasa nashuka katika sababu kadhaa zitakazofanya uamsho usitokee TAG. Natumia neno kadhaa, ingawa hapa nimeorodhesha. Maana yake naweza ndani ya kuongea hizi nikaongeza na zingine, na mtu mwingine akasema hii nayo ni sababu, kwa nini hajaiweka kwenye namba? Ama nitakuja na sababu nyingine nyingi kila nitakapotaka kuongea. Najua huwa ninavyotaka kwanza jambo kuongea, huwa natakaga niongee mpaka nije nione ile taabu ya kuongea kwangu imeunda kitu fulani. Yani inaweza kaunda hata nikisikia wamekushtaki, wamekufunga. Naanzaga hivi vitu, msije mkadhani naanza kichwa tu. Ninaanza nikijua vinaweza visieleweke ipasavyo, na ikatokea hatua ambazo zinaweza zikawa mpaka mtu akasema sasa ulianza ya nini haya? Kwa nini usingenyoka na yaliyotakiwa ufanye, pengine ya dini yako, ya uelekeo wako na vitu kadha wa kadha? Hapana, na kwa nimejua zaweza kutokea hatari hata zaidi ya zile wengine wanaweza wakaplani kwamba zitokee. Sasa naanza sababu ya kwanza. Hapa leo nitataja sababu 5 zitakazofanya uamsho TAG usitokee ila hali zidi kuwa mbaya. Lakini ni sababu kadhaa, ni zaidi ya hizo. Sababu ya kwanza, mnajaribu kuamsha washirika wakati mmewaweka chini ya wachungaji na waangalizi waliolala, na baadhi yao wanatumia nafasi zao kutoa matamko yenye mamlaka na wala sio matamko yenye baraka na huruma kwa walio chini yao. Mnajaribu kuamsha, kufanya makongamano, semina na mikutano, kuamsha washirika wakati mmewaweka chini ya wachungaji na waangalizi waliolala, na baadhi ya wachungaji hao na waangalizi hao wanatumia nafasi zao wakati wa kuongea ama kuamuru ama kutekeleza chochote, kutoa matamko yanayoonyesha yenye mamlaka zaidi. Mimi ni pastor, mimi ndo mwangalizi, mimi ndo mwenyewe. Ni matamko yenye mamlaka, wala sio matamko yenye baraka yanayosema yes, mimi nimepatikana kwa uchaguzi, nimepatikana kwa kuna watu niliwakela, kuna watu waliumia wakati wa uchaguzi huo. Lakini saa hii ninapoongea nihakikishe na ganga hii mioyo ya watu. Ndio mimi ni mchungaji, nimesomea, nimewekwa hapa tayari, nimekusanya watu ni wengi, tumeshajenga majengo makubwa. Saa hii ninayoongea, Paulo anasema niliongea kwa hofu na matetemeko. Sasa watu ambao mnataka waamke, washirika wako chini ya waangalizi, wako chini ya wachungaji. Kwanza wachungaji wenyewe wamelala, maaskofu wenyewe wamelala. Ikumbukwe na ifahamike kwamba mchungaji anatakiwa apatikane hemani kila siku, alale aishi hemani. Nakuja na kitabu kwa nini wachungaji waliacha kulala karibu na hema. Nikutajia tu sababu chache. Sababu ya kwanza ni ubinafsi wao wenyewe, hawana wito wa kimungu na kujua uchungaji ni nini. Sababu ya pili, uholela wa wanaokuja kanisani, badala ya kuja kanisani wanakuja kula bure na kukaa hovyo na kuzurura hovyo kwenye nyumba za wachungaji. Kwa wachungaji hawana lugha nzuri ya kuadhibiti, kwa sababu inaonekana wataitwa wanyimi, wanaonekana ni wanyimi, na pengine ni wachungaji ambao hawana wito. Kwa nini wanazuia watu wasiingie hovyo ndani? Na kuna busara na hekima ambayo nimeichambua. Mchungaji anaweza kufanya nini? Mimi naishi kanisani kwa zaidi ya miaka 4 sasa. Naishi kanisani, nalala kanisa hili hapa, mlango wa kanisa hapa, mlango wa chumbani huu hapa. Kelele zote za vyombo za maombi, na sisi maombi ni masaa 24,
ninazo mimi, lakini nafahamu huyo ndiyo mchungaji ambaye anaweza kusimamia uamsho kwa washirika. Sitaki kusoma, na rejea tu nyuma kwa habari ya Eli, kwamba Eli naye alilala kanisani, lakini Samueli alilala katikati ya hekalu palipo na sanduku la Bwana. Kwa huyu mwingine amelala kanisani kama mimi ninavyolala, lakini amelala chumbani. Lala kanisani kama mimi ninavyolala, lakini kalala chumbani. Eli kalala pale. Tafsiri yake kwa namna nyingine ni kwamba huyu mmoja, na kuna baadhi ya wachungaji wanaweza kawa na lala kanisani kama mimi, lakini hapo ni kwa ajili ya kukusanya mafungu ya 10 na vikao, na yani vikao, mafungu ya 10, kupokea fungu la 10, vikao, lakini sio yeye mwenyewe kuwa picha ya maombi, kwa sababu maombi ndio kitu cha kwanza kabisa kinachosababisha uamsho. Lakini maombi sio yale ya kufundisha kwa kusoma vitabu na Biblia. Maombi ni yale ya kufundisha kwa mifano. Unaomba muda mwingi na muda wote, unafanya kazi za uzalishaji, unaomba, unafanya ili, kwa sababu watu utakaowahubiria unatakiwa uwape mifano ya changamoto za kazi za uzalishaji. Wanakutana changamoto zipi ambazo na wewe unakutana nazo physical, sio zile za unajua changamoto sio kutana nayo moja kwa moja, uwezo ukaielezea kwa uchungu na kwa namna ya kutaka kuitatua. Hivyo wachungaji lazima afanye kazi ya kukutana na changamoto, aombe kwa mfano, ili aonyeshe watu tutafanya kazi, tutaomba, tutamanage vitu vyote vile. Lakini hata wachache wanaofanikiwa kukaa kanisani ni vikao na kupokea mafungu ya 10 na kuandaa masomo ya jinsi ya kutoa, jinsi ya kumbariki Mungu, bila kuangalia au utakaotaka watoe ni marehemu hao. Nasema mnataka uamsho, wakati wa kuamsha ni wachungaji, sio washirika, kwa sababu washirika wengi wamekufa, au sio uamsho, au ni ufufuo, au ni ufufuo. Sasa sitaki nitumie maneno ambayo mwanzo kabisa huko yataonekana nimelenga kuwashambulia, lakini mchungaji anatakiwa aishi kanisani, apatikane kanisani, muda mwingi aonekane anaomba, ili wengine wajue, wajifunze na waombe kwa mfano wake. Hawa wachungaji wenu wengi wao wanashinda kuzurura, shinda kwenye mavikao, hata wakipatikana kanisani mavikao, tunakuandaa masomo ya kutoa, vitu ambavyo hakuna uamsho. Na wahakikishia hakuna uamsho utakaotokea, hali itazidi kuwa mbaya. Roma hii hapa, umefika mbali. Roma hii hapa, na nia hali itakuwa mbaya kuliko Roma, kwa sababu Roma pamoja na kwamba kwa sehemu kubwa ulevi na maisha tu mengine yote ni ya kawaida, kasoro masisa na mapadri ndo nakuta pengine wenyewe ndo wamejificha mahali, lakini hawa watu wao ndo wamiliki wa band, disco, michezo, unyoaji, uvaaji, isipokuwa tu siku ya ibada au kwenda kanisani. Roma ya Tanzania siku nyingine huko, lakini Roma ya Tanzania kidogo wana adabu, ila nyewe wa kwenu, kulingana sababu zingine nitakazotaja huku mbele, wa kwenu ni kwamba itakuwa zaidi ya Roma, kwa sababu hata udhibiti wa uvaaji wenye ukakasi, kulingana na kupoteza mwelekeo, na udhibiti mnazidi kupunguza sana. Kwa hiyo nyie ni Roma, na itakuwa zaidi ya Roma. Sababu ya pili, baadhi yenu uteuzi ama uchaguzi wa wazee wenye viti ama wasaidizi wa mchungaji hutazama wenye pesa au elimu, na sio wenye moyo wa maombi na sifa njema miongoni mwa watu. Baadhi ya dini zenu uteuzi ama uchaguzi, sijajua mnateua, sijajua mnachagua, lakini vyovyote mnavyofanya, wengine wachungaji wanatumia mamlaka zaidi, hawachagui, ingawa pengine sheria inaweza kutaka wachague, lakini vyovyote mnachagua, mnateua. Uteuzi wa kuteua wazee wa kanisa na kuteua wachungaji, wazee wa kanisa na wenye viti ama wasaidizi, unaangalia zaidi elimu au pesa, na wala sio moyo wa maombi na sifa njema. Moyo wa maombi na sifa njema. Wazee wa kanisa, wenye viti, wa kina mama, wa kwaya, wa sijui na zaga mengi, wa ujenzi na nini, hawawezi kusimamia uamsho kama wao wenyewe sio picha ya hayo maombi. Cha kwanza, uamsho, ukizungumzia uamsho, zungumzia sheria kali
ya watu kuomba na kujilinda na uovu. Sheria kali na adhabu nyingi za mtu akikiuka eneo la kujilinda na uovu na kushindwa kuomba. Hapo uamsho unaweza kupeleka. Sasa mchungaji kalala kawalalia watu huku chini, ujue wengi wamekufa. Nazungumza uamsho. Wazee wa kanisa zinatazamwa pesa na elimu. Wazee na wasaidizi, makatibu, zinatazamwa pesa na elimu, wakati hawana moyo wa maombi, hawana sifa njema katika jamii. Kidogo nisome maandiko katika Matendo 6 hapa. Ndio mnapo note tano. Walifanya uchaguzi wakachagua, lakini walichagua mtu gani? Matendo 6 mstari wa 5. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na wengine, lakini nataka nizungumzie imani na Roho Mtakatifu. Imani ambayo mimi nazungumza, ambayo sitaki kuifafanua hapa, amejaa mtazamo sahihi kuhusu Mungu. Amejaa mtazamo sahihi kuhusu mambo yote ya Mungu na uelewa sahihi, na amejaa Roho, amejaa maamuzi ya kimungu, amejaa maamuzi ya kimungu. Kwa vyote vile hatukiona baada hapa majibu yake na maelezo yake ni moja. Kama mungekuwa na wazee na wenyekiti wa kina mama na makundi yote mlio nayo wenye maamuzi mfano wa Stefano na kutikisha ulimwengu mfano wa Stefano, basi ilikuwa zaidi. Lakini nyewe wazee wenu na makatibu wenu na wenye viti wenu, mnatazama elimu, mnatazama uwezo wa kifedha, na mwisho wa siku hawawezi kusimamia uamsho huku chini, kwa sababu kila atakayeomba, na kuhakikishia kiongozi kama haombi, hawezi kutokea mshirika ama kikundi cha wanaoomba. Hapo hamna, atakuwa against, atakuwa akiwarushia mishale na mikuki na mawe kwa kujijua na kujijua. Sababu ya tatu, kwa nini uamsho hauwezi kutokea TAG. Mzee Magembe, askofu mtoka mbali, naweza mkawa mnafanya hayo mambo ikawa slogan tu ya kupita, lakini mfahamu naweza ikawa kazi bure. Na ikumbukwe kuna hukumu baadaye. Ikumbukwe kuna hukumu baadaye, hususan hukumu ya kujaribu kuongea vitu ambavyo unajua kabisa havitaumbika. Nasoma tu mfano kidogo, na kukumbusha mzee mtoka mbali na mzee Magembe ndiye ambaye nadhani inapotamka uamsho wanakuweka ujaribu, kwa sababu unaonekana una uchungu, na ni kweli unajaribu kuonyesha na uchungu. Nishawahi kuona na wewe, tutakaa ukasema Mbarikiwa, na kuona ni kama kijana utakayerithi ule moyo na ile kusudi la vijana wanaoweza kuja kuleta uamsho, kufanya picha ambayo tunashindwa kuifanya. Lakini tunashindwa kuifanya kwa sababu gani? Wakati mwingine kuendelea kutaka kufanya kitu ambacho hakitatokea ni kujipeleka kwenye hatia, ni kutaka kulaza watu. Lazima ichukuliwe hatua ya kufumba macho, ambayo wengine sisi tulifanya. Tulazimika kutoka kuja pembeni, kutengeneza picha ambayo tunataka watu wengine. Ndio maana leo hii naonya kutoka hapa yanasikilizika, kwa sababu hakuna wa kunichukulia hatua. Hii sio imani yetu. Mimi nilikuwa chini ya Bishop Deo Lubara. Baadaye ikaonekana kila ninapokataza baadhi ya vitu, kuna watu wanakuja toka Wenda Live kule, wanakuja wamevaa visuani, wamevaa ovyo, wako ovyo, wanaishi ovyo, wanasema ovyo, wasema nataka kuongea lolote hapa, nataka kufanya lolote hapa. Mimi mbele ya Deo Lubara, Bishop Deo Lubara, walikuwa na Ramsi siku ile, nilimwambia ni marufuku mtu kutoka Wenda Live kuja kuongea lolote kanisani, hata kujitambulisha, kwa sababu ataharibu picha za watu, kwa kuwa pana uvaaji, kuishi kwao ni kwa ajabu. Leo ni mstahimilivu sana. Nisikiza siku ile akasema, kwa hiyo haruhusiwi, Ramsi hawezi. Nikasema hatakiwi kulingana na uvaaji wake. Mimi nikasema tutaonaga mbele ya safari. Alinistahimili kwa muda fulani mpaka anakuja kunifukuza, lakini Deo alikuwa ni mtu mwenye busara nyingi sana. Kwa hiyo baadaye nilikuja kuona bado napata mashtaka, watu wewe unatulimiti sana, unatubana sana,
lakini kule makao makuu anaachilia tubana mashtaka ya hapa na pale, na mpaka baadaye nikafukuzwa, lakini ilikuwa ni njia ya Mungu ili niweke shamba darasa. Leo hakuna wa kunishtaki. Unayetaka tutengeneze picha hii twende, unayeona kuna makanisa unaweza kaenda, nenda. Pengine ni mmoja ya kiongozi niliyetengeneza picha, nimetengeneza picha ina picha kidogo ya wokovu. Kuna watu wanasema kama unasali kikosi kazi basi umeokoka kweli. Ukiweza kusali kikosi kazi tutajua kweli wewe ulitaka kuokoka. Kuna baadhi ya viongozi wa serikali wajuu kabisa wanasema ukiweza kusali kikosi kazi kweli wewe umeokoka. Kuna baadhi ya TAG wengine ni wasimamizi na wenye cheo cha juu sana, wengine walitumika, ndio waliofanya mimi kufukuzwa kwenye redio ya TAG miaka 7 mingapi iliyopita kule nyuma, kwamba sihubiri vitu vya Mungu. Lakini tulipokutana nao baadaye wakasema wewe ni sauti ya Mungu duniani, keep up, go ahead. Huyo ninahisi kwamba ni waasi, hawana Mungu, wajinga sana, ni mataira wenzangu, ni machizi ni wenzangu. Nahisi hata baadhi yenu, ndio maana nimetaja hata Mzee Magembe. Nilikwenda kumuona kanisani kwake, hakuwepo mzee wake wa kanisa, akasema mzee hawezi, akishatoka hawezi kurudi, lakini ngoja tumpigie tumwambie nimbarikiwa. Aliposikia ni mimi, alikuwa Muhimbili kumuona mgonjwa, alirudi akasema kwa Mbarikiwa narudi. Alipofika akasema kwa wewe na taarifa zako. Na hizi hao sio machizi sana, sio machizi, hata kama na machizi na wengine wengi ndani ya TAG na mahali pengi. Mimi nimejaribu kutengeneza picha kidogo ya kanisa ambayo watu wanasema kama wewe ni kikosi kazi, nyie tunawaamini. Kama wewe ni kikosi kazi, huyo mpe tu. Huyo uwe na amani tu. Sasa na hiyo ndio picha ya wokovu. Hiyo ndio picha ya wokovu. Kwa hiyo Mzee Magembe, askofu kutoka mbali, jaribio la kuleta uamsho katika mazingira ambayo hautatokea huo uamsho, mnaweza kutengeneza hatari na hukumu kubwa dhidi yenu, kama ilivyoandikwa katika Yakobo 3 mstari wa 1, sema ndugu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Walimu naoonywa hapa ni kujaribu kufundisha vitu ambavyo havitaleta ile picha unayopigia kelele, kwa sababu picha husika, kuna vitu hutakiwi tu kumwamini Mungu afanye au kumomba afanye. Kuna hatua na vitu unataka kufanya. Narudi kwenye sababu kwa nini uamsho hautatokea TAG. Sasa niko sababu ya 3, bado 2. Najua nimeshaenda muda mrefu, lakini Mungu akupe neema, sikiliza tu kwa utulivu. Sababu ya 3, mwataka alete uamsho wakati ninyi mnafumbia macho na kuruhusu uvaaji, uchezaji na tabia zenye ukakasi katika jamii. Mwataka Mungu alete uamsho wakati ninyi mwafumbia macho au mnaruhusu uvaaji, uchezaji au tabia zenye ukakasi katika jamii. Kwa sababu ya sababu ambazo nimezisema huku mbele, kwamba tafuta zaidi kwa watu wengi nitaielezea kwa uchache, lakini mwataka Mungu alete uamsho wakati ninyi mnafumbia macho ama mnaruhusu uvaaji au tabia zenye ukakasi katika jamii. Wakorinto wa kwanza sura 5, Wakorinto wa kwanza sura 5 mstari wa 9 hadi wa 13. Biblia inasema, naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au wenye kutamani, au wanyang'anyi, au wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi, akiwa mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi, au mtu wa namna hii msikubali hata kula naye, maana ya usulini kuwahukumu wale walio nje. Ninyi hamwahukumu hao walio ndani, lakini hao walio nje Mungu atawahukumu ninyi. Muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Nadhani nakiri dhahiri
TAG sio miongoni mwa kanisa ambalo lina sifa njema sana kwa tabia za watu wake maofisini ama kwenye jamii. Nadhani ni watu tu ambao ni changanyikani, hawana mshindo wote. Yaani haijui sio miongoni mwa watu wanaotaja huyo ni mlokole, mruhusu tu, huyo mpe tu, huyo ni uhakika, huyo hawezi kuzini, huyo. Kwa sababu utakuta hata uvaaji, kuna uvaaji ambao ni kweli kwa mujibu kwa tafsiri mwizo tafsiri mmeona sio dhambi, lakini kwa sehemu kubwa kinachoweza kumsukuma mtu mwanamke avae suruali kwa sehemu kubwa ni umalaya. Yaani hata kama sio dhambi, narudia tena, kinachoweza kumsukuma mwanamke avae suruali, hata kama ni mchungaji, ni mama askofu, ninawaambia kinachoweza kumsukuma avae suruali, ana umalaya ndani. Hata ukikaa naye tu muulize vizuri, atakwambia kwa kweli mimi ni moja ya jaribu zito, ni kubwa, ama sivyo ni moja mtu ambaye anazini sana, na mnaendelea naye. Sasa sio malaya, ni ustaarabu, ni ungwana, ila mimi naambia hiyo ni zaidi ya Roma. Huko mtakakofika, mtakakotokea watu wenu kuvaa suruali hadharani mitaani, mtaenda kutokea kuwa na hali mbaya zaidi ya Roma. Hilo mnahitaji kufumba macho. Hiyo unajua namna ya uzinzi ikifumbiwa macho, hakuna tabia ambayo mtasema hii mumeikomalia. Na inawezekana na ubiri hataki uzinzi, hataki uongo, hataki utukanaji, ila nawaambia TAG sio moja ya kanisa lenye sifa njema kwa watu wake mitaani kwamba hawatukani, hawazini, hawaibi. Sio moja, na nyinyi mnajua, lakini haya nataka uamsho. Hakuna uamsho utakaotokea ili hali hamjasafisha ndani. Hakuna uamsho utakaotokea ili hali hamjasafisha ndani, kulingana na sababu kadha wa kadha nilizozungumza hapa nyuma na ninazomalizia. Sababu ya 4, mnatafuta zaidi kuwa wengi na majengo makubwa na ya kifahari bila kushughulika na quality ya mtu, quality ya watu. Mnashughulika zaidi kuwa wengi na majengo makubwa ya kifahari bila kushughulika na quality ya watu. Waliomo hawana ushuhuda wowote wa wokovu au wa kanisa, mnatafuta kuvuna wengine. Nadhani mmepita miaka fulani kwa sababu miaka ya mavuno. Mimi naambia msipojichunga, ama huenda mpaka sasa huenda mnawavuna makahaba na kuwafanya maraya, au mnawavuna maraya na kuwafanya makahaba. Kwa sababu ya ile niliyosema pale mwanzo, hamna udhibiti wa uchezaji, uvaaji, waje ukakasi, michezo. Sasa mikwaya mlijaribu wakati mwingine kudhibiti mwimbaji binafsi, baadaye mkawa mnashinda wengine wamo mwimbaji binafsi na mikwaya, ikawa sasa lazima icheze michezo fulani ili walau na wenyewe paonekane pamenoga. Yaani hamudili na quality, mnadili na mavuno. Sasa michezo mingi ya kikwaya ni ya kikaaba tu, na hata kafuatieni kwaya nyingi zenye michezo kweli kweli. Lazima mtaona mwalimu anatembea na fulani, mwenyekiti anatembea na fulani, soloista anatembea. Kafuatilieni wenyewe. Nimesema kafuatilieni. Siko hapa kuwaharibu, siko hapa kuwashambulia, niko hapa kutoa onyo. Mungu atatenda jambo ambalo kila atakayesikia kwenye Israeli na kwenye TAG masikio yatawasha. Tuko kwenye wakati wa tsunami kubwa ambapo dunia inakwenda kuzama. Sikieni maneno haya. Kunishtaki mimi, kunifunga, utakuwa hujafunga kusudi na moyo nilionao. Jela huko nitaenda kuhubiri haya. Siku nitakayotoka nitahubiri haya. Siko hapa kukushambulia, siko hapa kukudhalilisha. Najua mtasema, kwa nini haya mambo usituite tuongee sirini? Hicho ndio kilichoharibu sura ya kanisa, kwa sababu Yesu udhaifu wa wanafunzi na wa makutano aliuzungumza hadharani. Afichaye dhambi yake hatafanikiwa. Dhambi ndiyo tuongee peupe, na makosa tuyaongee peupe. Wema ndio aliyosema
msimwambie mtu yoyote. Hamjaokoka wanadamu na ustaarabu wenu kuliko Yesu. Kutoka hapa, haya ninayoongea ni machache kati ya yale ninayoweza kuongea. Kutoka hapa ndipo pengine, mchungaji, hebu sasa tuambie zaidi. Kuna nini zaidi? Tufanye nini zaidi? Hayo naweza nikaongea zaidi ya haya ninayoongea. Kwa hiyo siko hapa kuwashambulia, siko hapa kuwadhalilisha. Mungu awasaidie sana. Sana. Hamtafuti quality. Natafuta ufahari. Tuko wengi, tuna majengo makubwa ya kifahari, lakini hamtafuti quality ya watu wenu. Mnataka uamsho. Amini nawaambieni, hakuna uamsho. Hakuna uamsho utakaotokea. Roma hii hapa. Roma hii hapa. Na mtakuwa zaidi ya Roma, kwa sababu niwahi kuuliza swali. Sema hivi, kati ya Roma na Wapentekoste nani wanaovaa kwa star na Waislamu? Wengi walijibu, na nyinyi mtajibu ni Waislamu na Waroma masista. Lakini Wapentekoste mko huru sana. Mko huru sana uvaaji, mko huru mitaani, makanisani, mko huru. Kahaba yuko wapi? Nataka uamsho. Mmevaa mini. Nataka uamsho. Mmenyoa denge, watu wamesuka nywele. Wanaume wamesuka nywele. Wamenyoa denge, wameacha mustachi, wamezungusha wasera. Vibaka wa kutupwa. Nataka uamsho. Kuna wakati wa kusema, Mzee Magembe, kama kweli utataka hiyo picha unayopigia kelele, itakulazimu hasara. Kwa sababu wakati mwingine hata nilivyokuja nilikuwa najaribu kuona picha huyu kanisani kwake kukoje, kelele hizi, moyo huu. Nilikuwa naona hiyo picha, hata uende kupiga kelele kwingine, hiyo picha hata hapo kanisani nakusumbua sana kuiunda. Kwa nini? Hao watu watatoka TAG nyingine, watakuja hapa watasema huu ni utaratibu wa TAG. Wanaambukiza hizo tabia hapo. Kole uwezo kabisa wa kulazimisha utaratibu wa picha iliyoko ndani yako inashindikana. Kwa wengine sisi niwahi kusema, na sio lazima utumie ushauri huu na maneno haya. Yaani niwahi kusema hiyo picha ungeweza kuitengeneza, ungeenda ng'ambo kwanza. Kwa sababu kwenda ng'ambo sio uadui, sio ukengeufu kama inavyodhaniwa. Hata TAG hawa akina Mtoka Mbali na wengine wote walitoka Moraviani, walitoka Lutherani, walitoka wapi, walitoka. Kwenda ng'ambo sio ukengeufu. Biblia inasema tokeni katikati yao. Makanisa yote haya kuna mtu alitoka mahali. Kwa kutengeneza picha ndani ya picha, kutengeneza ramani ndani ya ramani, mara nyingi ni kuzua fujo ama kuharibikiwa wewe. Kwa hiyo kama mtarekebisha kwa umoja wenu, mtanisikia haya, mtarekebisha, mtarudi kwenye njia na kwenye uamsho ambao kuna pendekezo kadhaa mtatoa. Kama mtazingatia hayo, basi kila la heri. Lakini kama sivyo, unayetaka uamsho, unayetaka picha fulani naipigia kelele, maandiko yanasema jitenge katikati yao. Toka katikati yao kajitenge na mimi Mungu mtatembea. Na hapo hautaongea tu kwa maneno, picha ya wokovu ni hii. Utaleta picha yenyewe. Mfano mimi na uwezo wa kuleta picha ya uvaaji, picha ya tabia. Mimi wanasema aliye kikosi kazi, ukimshuhudia ana dhambi, amekopa popote, haogi, mchafu, katamka maneno machafu, kaiba, kafanya lolote lenye jambo baya, niletee. Cha kwanza nachokutana nacho, hawezi kuongea na kufanya lolote kanisani kwa muda usiojulikana. Na cha pili, ikionekana ile tabia anahisi ni udhaifu wake, hawezi, basi anakula cheti na kadi nyekundu ya kumtosha. Sasa yes, hawajakamilika. Sio kwamba ndo
bora zaidi, lakini walao hata nikionya wengine, ukija kanisani ukiwajua watoto walioko hapa utasema kwa kweli hapa pana harufu, kama sio picha ya wokovu, pana kopi, pana ishara, pana dalili wokovu halisi waweza kutokea katikati ya watu hawa. 5 na mwisho, njia yenu ya kupata viongozi huacha mipasuko mikubwa inayosababisha wanaoongozwa kuwa na vinyongo juu ya viongozi wao, na baadhi ya viongozi kuwa na maneno yenye vijembe kuwa mimi ndiye. Kuongoza watu ambao wana kinyongo ndani yako, wana maumivu, wana manunguniko, baadhi ya maneno, hao watu hautawasaidia. Hata mimi hapa kanisani hakuna kitu kinachopiga kelele kama kumuona mtu anasema sikuelewi mchungaji, sijaelewa utaratibu fulani. Nasema kama hujaelewa, kwani usiende kanisa lingine? Mimi ni kiongozi wa watu, mimi ni mchungaji. Vyama askofu, uzuri hata waskofu wasema mtu akitaka kazi ya askofu ni kazi njema. Kwa hiyo mimi hivyo sitaki. Mimi ni mchungaji na ninaongoza wachungaji. Mimi nawaita wasimamizi, huko wanaitwa wachungaji. Mimi sawa tu, niliwaruhusu hata wakitaka waitwe maaskofu, sawa tu. Mimi nawaongoza, lakini kwa sehemu kubwa nataka niwaongoze wakiwa wananifurahia. Yani wakiniona waone, yani wengi wao wanasema tu, yani hata ukimsikiliza baba akakujibu kwa simu, yani hiyo siku unaiona nyepesi. Baba ukiingia ofisini, ukimwona kanisani, akikutembelea. Mimi naonaga kiongozi unatakiwa uwe baraka kwa watu kwa sura kama hii. Na wala sio unasimama unahubiri, mwingine ameinama chini, mwingine haelewi, si unatoa agizo, unatoa tangazo, mwingine haelewi, mwingine hapendi. Kwa mfumo wenu wa kupatikana kwa viongozi huo mnaita uchaguzi, mnaita demokrasia, mnaita ni kufuata sheria za nchi. Mnasema mlisoma kwenye Biblia walimchagua Matia, walimchagua Stefano. Mimi nasema walimchagua Stefano kama shemasi, kama mtu ambaye wanataka asimamie utaratibu fulani. Ni kweli kwenye vitu vya kiutaratibu, vya kimaendeleo, vya ugawanyaji panahitaji mtu ambaye hesabu iko vizuri. Hesabu iko vizuri kwa sababu Stefano alikuwa anagawa chakula kwa utaratibu mzuri. Hapo mnaweza mkaangalia elimu. Matia walikuwa wanachagua mwanafunzi, walikuwa wanachagua kiongozi, walikuwa wanachagua mwanafunzi anayeweza kujaza nafasi ya wanafunzi. Lakini viongozi alikuwa Petro, viongozi walikuwa kina Yohana, kina Yakobo. Wamefanywa na Yesu mwenyewe, sio kwa uchaguzi, bali kwa sababu ya mioyo waliokuwa nayo kwa Mungu na sifa njema miongoni mwa watu. Lakini mfumo wenu ambao mnasema ndo serikali inatuheshimu, ndo sisi tunafuata demokrasia na nini, hayo demokrasia sasa yangekuwa kwamba hakuna kampeni, yangekuwa kwamba hakuna kampeni au mademokrasia yangekuwa hayaachi mpasuko. Hayo mademokrasia yanaacha mpasuko mkubwa mpaka mnaingia kwenye uchaguzi mwingine. Waliojua, waliochaguliwa mwendo wa vijembe, mimi ndiye, mimi nikisema lazima vote, matangazo, ubunifu wa michango ambayo ina maumivu kwa watu wa chini bila kuangalia changamoto zinazowapitia. Mimi ndiye, walioko chini wana manunguniko, wana maneno mengi magumu wanayowasema walio juu yao. Mnataka uamsho. Namaliza kusema TAG mmejaribu, ila uamsho hauwezi kutokea. Hali itazidi kuwa mbaya. Mapendekezo, nimesema machache kati ya mengi ninayoweza kusema. Ikiwa taona vema, ziko njia kadhaa ambazo zinaweza zikapima usalama wangu nikisimama mbele ya watu wenu. Kwanza niseme, sio mtu ambaye, ingawa sina level ya kuhubiri hata tawi la TAG au mshirika yote wa TAG wa aina yote, kwa sababu sijasomea uinjilisti wa wilaya, uinjilisti wa mkoa, wa kanda, wa taifa, wa kimataifa au wa Kiafrika, sio kimataifa. Sijasomea uchungaji, lakini pia niweze kusema ni mtu nayehisi siwezi kuhubiri kanisa la TAG kwa ubiri wa shirika. Nahisi natakiwa niongee na wachungaji.
Mimi naamini nitengeneze juu, chini kutapona kwenyewe. Lakini pengine kuongea na wachungaji inaweza ikawa ni hatua ambayo inaweza ikawa na hatari kabla mamlaka za juu hazijapima nia na moyo wa mtu huyu. Nasema niko radhi kukutana na halmashauri kuu ama uongozi wa juu peke yako, askofu mtoka mbali, ama na kamati yako ama wasaidizi wako. Niulize swali lolote, niambie, nielezee zaidi haya niliongea. Halmashauri yako na kamati yako, najua taa ya Mungu haijazima bado. Na mimi mtu nikiona kweli nataka uvumbuzi, na hakikishia sio mtu wa kuharibu na kushambulia kama unavyofikiria. Naweza nikaja kaongea na wewe, ukiona ni maneno ambayo kweli yanaweza kaleta tija kwa namna moja nyingine, tukaongea na wachungaji, tukaamsha wachungaji na kuweka sheria ya kuhakikisha wakiamka wasilale tena kirahisi. Kwa sababu mimi ninachojua, sheria haikuondolewa, ila kusema kwamba tuko juu ya sheria, manake tuna uwezo wa kufanya mara mbili kuliko sheria. Ndio maana ikaandikwa mtu akikulazimisha kwenda naye maili moja, nenda naye mbili. Sasa haya makanisa yanasema sisi tunaongoza na roho, hatufuati sheria. Amjui hata maana ya kuwa juu ya sheria, kwamba ni kufanya mara mbili ya sheria. Ungesema huko juu ya sheria, kalale barabarani, kaandamane barabarani, kafanya chochote unachokifanya, kachukue vitu vya watu vyovyote, nenda sokoni, madukani, kabebe, sema huko juu ya sheria. Sasa huko juu ya sheria gani? Juu ya sheria ni kwamba ni mwema mara mbili kuliko sheria inavyoagiza. Sheria ni ukingo, ni mpaka wa mwisho kwa mtu holela na asiyefuata utaratibu. Ndio ukingo, ndio mpaka. Manake baada ya kukiuka na kuvuka sheria, hapa unaistahili adhabu. Ingawa sasa adhabu ni Mungu mwenyewe ambaye anaitoa, sisi tu tunaweza tukapa adhabu ya kukutoa kanisani, ili tuadhibu mwili, tuiuishe roho. Kwa hiyo tukiamsha wachungaji, wanaweza automatically huku chini wazee wa kanisa wakawaweka ambao wana moyo wa Mungu, moyo wa maombi na sifa njema miongoni mwa watu, na hata watu wengine wakaamka hata pasipo kuhubiriana sana. Kwa nini siwezi kuhubiri kirahisi kwenye makanisa? Kwa sababu moja, hata nikiamsha hawa walio chini watasimamiwa na nani juu? Aliye juu kama melala, walio chini hawezi kuamka. Hata wakiamka wataminywa, watafinywa, watabanwa. Lakini bei yake, kama watu watanielewa na kuona kweli na waamsha, wakaminywa na aliye juu, watatafuta kuchomoka, na wakichomoka asilimia kubwa watakuja kwangu. Wakija kwangu itaonekana nilipoenda kwenye ile kanisa nilikuwa na nia ya kutoa watu mle ndani. Ndio maana kwa sasa sina hamasa yoyote ya kufanya mkutano au semina kwenye dini ya watu. Nimeona ngoja, yani sina hamasa. Utaniona nikienda lakini sina hamasa. Sio mtu ambaye nimeweka masharti mengi ili niende. Yani cha kwanza lazima wasaidizi wangu waende zaidi ya mara mbili pale, waone moyo wa mtu huyo, na mtu huyo aone hatari inaweza kumkuta baadaye kwa sababu ya viongozi walio juu yake ama watu wake, kama hata simamia yale mambo, ili nisiingie kwenye hatia kwamba nilitumia nguvu kubwa, mimi kwanza naaminigi wasiosumbua kulea, ambao hawasumbui kulea kabisa, ni watu ambao hawajawahi kuwa watumishi, hawajawahi kuwa wachungaji, watumishi ama wa Pentecost. Ukimkuta tu mpagani furu, mlevi, mzinzi, mwizi, hajawahi kuwa Pentecost mtumishi, hawasumbui kulea. Watumishi wa Pentecost wanakuja, mara Roho Mtakatifu kaniambia unaelekeza hivi, na yeye Roho anamwambia hivi, mara utaratibu huu protokali kwa Kipentecost sio kwa mujibu wa makanisa ya Kipentecost nilikokuwa na sali huwa. Yaani nakuta hata kama ongei lakini ndani anabisha, anakataa, haelewi, akubali.
mpaka baadaye sana tunawasaidiaga kwa changamoto kubwa. Kwa hiyo mimi ndio maana unaonaga sina shauku sana kuzunguka kwenye dini za watu. Mmoja mhubiri famous, mmoja mhubiri naeleweka, naependwa. Lakini ndio maana musikii leo Mbarikiwa yuko TAG, yuko AGT, yuko Pentecost, yuko wapi, hamsikiagi. Lakini je, unahisi kweli umaarufu wangu mimi ulikuwa wa kutokusikika kabisa, kutokualikwa kabisa? Sidhani. Ninaamini nimereka kama rudia tu. Sikiliza tena. Niliongea. Nipigie simu kwa maswali. Simu hii utanipata moja kwa moja, hata uwe nani, hata uwe mtoka mbali, uwe Mzee Mageme. Mzee Mageme kama alitunza ya kwangu atanipata. Uwe yote, uwezi, sitoagi namba yangu hadharani. Piga simu, waambie tumesikiliza clip ya TAG, mimi ni fulani. Hususan ukiwa mTAG watakuunganisha moja kwa moja na mimi. Mimi ni fulani. Kama ni pongezi tu, ni tunashukuru umetuseme yako, hiyo maliza tu na wasaidizi wangu. Lakini kama utakuwa umetumwa na mamlaka za TAG kutaka nitoe maelezo zaidi, uwe umetumwa, usiwe mwenyewe mchungaji tu. Wewe kama ni mchungaji, ni kiongozi, ni mkereketo wa TAG, wewe kama unaona hujaelewa, unahitaji kunishtaki, kunifunga, wewe kanifunge tu. Lakini nataka atakayepiga simu hii au ametumwa na mamlaka ya TAG akitaka nifafanue zaidi, au ametumwa, nitakapojua hujatumwa naweza nikakukatia mahali ambapo hautajisikia vizuri. Kwa piga, utawaambia mimi ni fulani, nimetumwa na mamlaka za TAG, za wilaya, za mkoa, za jimbo, za kanda, za taifa, vyovyote. Tunataka maelezo zaidi kwa mchungaji kwa njia ya simu, au nataka mchungaji aje kwenye eneo letu mahali fulani, tumsikilize zaidi, tumuulize zaidi, tumuhoji zaidi, na vitu kadha. Narudia tena, sio ya kwangu hiyo, na hawezi kukupa namba yangu, hawawezi. Usijisumbue. 075 no, hiyo 075 ndo ya kwangu, sasa naachana nayo. 0769, hiyo namba ya huduma iko kwenye CD zote na wanapokea watoto wangu. 0769 01 51 64, 0769 01 51 64 na 0655 43 66 03, 0655 43 66 03. Hizo namba utapiga kama nilivyo elekeza. Kama ni pongezi, kama tunashukuru, asante umesema yako na nini, watapokea tu hawa watoto wangu. Azihitaji mpaka uongee na mimi, na wana uwezo wa kupima kama haya kweli mchungaji atakayemfikie au la. Kwa zika, jisikie vizuri, jisikie vibaya, huo ndio utaratibu. Otherwise hata muda wa kuandaa vipindi huu nisingekuwa nao, muda wote ningekuwa naongea na simu. Hata muda wa kuhubiri, muda wa kuomba nisingekuwa nao. Kwa tumeweka utaratibu huo ili kuponya zaidi. Hongera kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Maranatha.